Na BBC asubuhi hii, Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Je, Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya ya kiusalama kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Na mabingwa watetezi Argentina wafuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1 katika mchezo wa nusu fainali uliogubikwa na mivutano. Mechi ambayo Argentina wameonyesha ubora. Namna ambavyo wamecheza kibingwa zaidi. Yaani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inahitaji kupigania kikombe, namna ambavyo inapaswa kucheza, ndivyo ambavyo wamecheza kwenye dakika takribani 30. Lakini awali ya yote ni muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa kwako na mwenzangu hapa Victor Kenani. Kenani, karibu. Shukran Skola. Mkuu wa wajumbe wa Iran katika mazungumzo na Marekani amesema usalama wa taifa wa Iran unategemea Tehran kuendelea kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz. Mohamed Bagher Ghalibaf amesema mazungumzo pamoja na vita ni sehemu ya mkakati wa Iran wa kutoa upinzani inaposhiriki katika kile alichokiita vita vya kuendelea kuwepo kwa taifa dhidi ya Marekani. Wakati huo huo, jeshi la Marekani limesema limeshambulia na kulifanya lisiweze kuendelea na safari yake meli ya kubeba mafuta isiyokuwa na shehena siku ya Jumatano, likidai kuwa lilikuwa likijaribu kuvunja mzingiro wa kijeshi wa bandari za Iran. Mvutano unaongezeka katika eneo la Hormuz umechochea kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amemfuta kazi waziri wake maarufu wa ulinzi Mikhailo Fedorov, ambaye alikuwa ameshikilia wadhifa huo kwa miezi 6 pekee na alionekana kuwa mhusika muhimu katika kupanua matumizi ya ndege zisizo na rubani katika vita dhidi ya Urusi. Zaidi na Florian Kaijage. Kufutwa kwake kazi kumekumbana na ukosoaji mkali wa ndani ya nchi hiyo. Mmoja wa watu mashuhuri wanaojitolea kusaidia jeshi la Ukraine, Malia Beresinska, ametabiri kuwa kuondolewa kwa bwana Fedorov kunaweza kugharimu maisha ya mamia ya maelfu ya watu. Kumekuwa na wito wa maandamano makubwa, huku mbunge mmoja akitaja hatua hiyo kuwa ni usaliti. Wachambuzi wanasema kijana huyo mwenye umri wa miaka 35 na mwenye ujuzi mkubwa wa teknolojia alikuwa amejijengea maadui kwa kufichua matumizi ya ziada ya mabilioni ya fedha katika sekta ya ulinzi, kwamba alikuwa akitofautiana na mkuu wa majeshi au hata alionekana kuwa mpinzani mtarajiwa wa Rais Zelensky. Utawala wa Donald Trump umeongeza muda wa vikwazo vya usafiri kwa raia wa Marekani vinavyohusiana na mlipuko wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imesema kuwa hakuna Marekani atakayeruhusiwa kurejea nchini kwake kwa kutumia ndege za kibiashara kwa muda wa wiki 3 ikiwa atatembelea DRC. Vikwazo hivyo vipya vinakuja wakati maambukizi ya Ebola yanaendelea kusambaa hadi katikati ya majimbo mapya ndani ya DRC. Takwimu rasmi huko zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi sasa imezidi 2,000, ikiwa ni pamoja na vifo 700. Na bunge la taifa la Ufaransa limepiga kura kuanzisha haki ya kusaidiwa kufa chini ya masharti makali. Hatua hiyo inakuja baada ya miaka kadhaa ya mjadala. Sheria hiyo ingeruhusu kusaidiwa kufa kwa watu wazima wa Ufaransa wenye ugonjwa mbaya au usiotibika unaohatarisha maisha, ambao umefikia hatua ya juu au hatua ya mwisho. Ugonjwa huo utapaswa kuwa unamsababishia mgonjwa maumivu makali ya kudumu ya mwili au ya kisaikolojia ambayo hayawezi kupunguzwa kwa matibabu. Mgonjwa atatumia mwenyewe dawa ya kumuua au atapewa na daktari au mhudumu wa afya. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa kwako na Victor Kenani akiwa studio za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na redio wa shirika. Ukiwa visiwani Zanzibar unaweza kutusikiliza kupitia Zenj FM, kule Tabora ni CJFM, Dar es Salaam Radio 1, kule Mwanza ni Radio Free Africa. Uganda tusikilize kupitia Radio Lira, Radio Kitara na Voice of Busoga. DRC Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Mombasa na Nairobi ni 93.3, Kisumu na Nakuru ni 88.1. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube. Msikilizaji, rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga.
Marekani imesema imeanzisha wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran siku ya Jumatano, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Jeshi la Marekani lilisema uwezo wa kijeshi wa Iran uliokuwa ukitumika kutishia meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz ulilengwa, na kwamba pia ilifyatua risasi dhidi ya meli iliyokuwa ikijaribu kukiuka vizuizi vipya vya Marekani dhidi ya bandari za Iran. Zaidi na Victor Kenani. Mashambulizi haya yalikuja baada ya Iran kudai kuwa ilikuwa imelenga shabaha za kijeshi za Marekani katika eneo hilo, zikiwemo nchini Bahrain na Kuwait, huku siku ya 5 ya mapigano mapya ikiweka shinikizo kwa makubaliano yao ya awali ya kumaliza vita. Mpatanishi mkuu wa Iran Mohamed Bagher Ghalibaf aliambia vyombo vya habari vya serikali kwamba Tehran haikuwa na sababu ya kuzingatia makubaliano hayo ikiwa hayakuwa na manufaa kwake. Trump alitishia mashambulizi zaidi usiku wa Jumanne iwapo Iran haitarejea kwenye mazungumzo wiki ijayo. Wiki ijayo mambo yatakuwa mabaya sana kwao, kwa sababu wiki ijayo tunalenga mitambo ya umeme, tunalenga madaraja. Tutaharibu mitambo yao yote ya umeme na tutaharibu madaraja yao yote, isipokuwa kama wataketi mezani na kufanya mazungumzo. Baadaye aliwaambia wajumbe katika mkutano wa ulinzi kwamba Iran haijafurahia hali ilivyo kwa sasa. Wanataka kufikia makubaliano sana, hawapendezwi na kile tunachokifanya, na kweli wanataka kupata hayo makubaliano. Tutaona kama tutafikia makubaliano nao au tutawamaliza kabisa. Mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani yalikuwa wimbi la pili ambalo jeshi lake lilisema lilitekelezwa wakati wa mchana siku ya Jumatano. Lilisema kuwa limeendelea kudhoofisha uwezo wa Iran wa kushambulia meli za kibiashara katika mlango wa Hormuz. Kulingana na kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, mashambulizi yaliyodumu kwa dakika 90 yalitumiwa kulenga mifumo ya ulinzi wa pwani ya Iran pamoja na maeneo ya kuhifadhi na kurushia makombora katika kisiwa cha Gritatumb. Kujibu kurejeshwa kwa vizuizi vya Marekani, kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran IRGC kilionya Marekani kwamba kinapaswa kutarajia kufungwa kwa njia nyingine za usafirishaji wa mafuta na gesi zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Hata hivyo, haikufafanua ni njia zipi zinaweza kuathiriwa. Ni taarifa yake Victor Kenani. Na Zambia inaomboleza kifo cha aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Guy Scott. Alifariki dunia jana akiwa na umri wa miaka 82. Pia alishikilia nafasi ya urais kwa muda mwaka 2014. Florian Kaijage na maelezo zaidi. Scott alikuwa kaimu rais baada ya rais Michael Sata kufariki dunia akiwa madarakani Oktoba 2014. Uteuzi wake ulimfanya kuwa kiongozi wa kwanza mzungu wa taifa kusini mwa jangwa la Sahara ndani ya kipindi cha miongo miwili baada ya Frederick de Klerk wa Afrika Kusini aliyeondoka madarakani mwaka 1994. Katibu wa baraza la mawaziri la Zambia Patrick Kangwa amesema Scott alifariki dunia Jumatano katika shamba lake la Trotova lililopo eneo la Leopards Hill mjini Lusaka baada ya kuugua. Kwa mujibu wa Kangwa, Rais Hakainde Hichilema amemuidhinisha aliyekuwa makamu huyo wa rais mazishi ya kitaifa kwa kutambua utumishi wake na mchango wake kwa taifa. Aliongeza kuwa taarifa kuhusu ratiba ya maziko na taratibu za maziko zitatangazwa baadaye. Scott alihudumu kama makamu wa rais wa Zambia kuanzia 2011 hadi 2014 chini ya rais Michael Sata. Scott alikuwa kaimu rais na kuiongoza nchi hadi uchaguzi wa rais uliofanyika Januari 2015. Ingawa Scott alihudumu kama kaimu rais kwa siku 90, hakuruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi huo kwa sababu katiba ya Zambia wakati huo iliwataka wagombea wa urais kuwa na wazazi wote wawili waliozaliwa nchini Zambia. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya nchini humo, wazazi wa Scott walizaliwa nje ya Zambia. Kabla ya kuwa makamu wa rais, Scott aliwahi kuhudumu kama waziri wa kilimo, chakula na uvuvi chini ya rais wa zamani Frederick Chiluba. Na asante Florian Kaijage. Na leo Alhamisi Julai 16 itakuwa siku muhimu kwa wapiga kura karibuni 72,997 ambao watashiriki katika uchaguzi mdogo wa mwakilishi wao katika bunge la kitaifa nchini Kenya baada ya kufariki dunia kwa aliyekuwa mbunge wa eneo hilo David Njuguna Kiaraho. Na kuna wengi hasa nchini Kenya
wanafuatilia uchaguzi huo mdogo unaofanyika mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Matukio ya ghasia yaliyoshuhudiwa wakati wa kampeni yametia doa shughuli hiyo ya kikatiba kwa sababu ya uhuni unafanyika wazi mchana kweupe na ambao wengi nchini Kenya wanahisi umeshindwa kudhibitiwa na maafisa wa usalama. Swali ni je, Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya ya usalama kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027? Leila Mohamed huyu hapa na tathmini ya kina. Tafakari hili. Mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Yala Kanini Kega akijificha ndani ya nyumba akiwa pamoja na watoto akilia na kusema maisha yake yako hatarini. Hii si filamu wala tamthilia, ni tukio halisi lililotokea usiku wa Julai 12 baada ya Kega kudai kuwa alikuwa akifuatiliwa na watu waliokuwa na nia ya kumuua yeye pamoja na dereva wake alipokuwa akitoka eneo bunge la Olkalau. Lakini tukio hili si la kwanza na huenda ndilo linalozua hofu kubwa zaidi kuhusu usalama wa kisiasa nchini Kenya. Katika kipindi cha miezi 7 tu ya mwaka huu wa 2026, Kenya imeshuhudia mlolongo wa mashambulizi ya kisiasa yanayotekelezwa na makundi ya vijana wenye silaha, mapanga, marungu na hata bunduki. Huko Kisumu, kundi la vijana lilivamia kanisa la Kianglikana mchana kweupe, huku baadhi ya polisi wakiwa katika eneo la tukio. Na vile huko Olkalau, mkutano wa kisasa uligeuka kuwa uwanja wa mapigano baada ya mtu mmoja kupigwa risasi kifuani. Gavana wa Murang'a Irungu Kang'ata alisema shambulizi hilo lilikuwa limemlenga yeye. Jijini Nairobi, waendesha pikipiki walivamia kanisa wakavuruga mkutano uliokuwa ukiendelea. Kisha wakawafukuza waumini na hata kuwashambulia watu waliokuwa wakitembea barabarani. Kilichozua maswali zaidi ni kwamba licha ya watu kadhaa kukamatwa na kufikishwa mahakamani, hakuna aliyepatikana na hatia kwa makosa ya kutumia nguvu, wizi wa kimabavu au kushambulia raia. Nao wanasiasa wameendelea kurushiana lawama, kila upande ukidai mwenzake ndiye anayefadhili makundi hayo. Lakini mchambuzi wa masuala ya usalama Hassan Khanenje anaonya kuwa hatari halisi ipo mbele. Anasema makundi haya yasipodhibitiwa mapema yanaweza kukua na kufanana na makundi yenye nguvu kama Janjaweed nchini Sudan au FARC nchini Colombia, ambayo iliwahi kutikisa mamlaka ya serikali kwa miaka mingi. Baadhi ya vijana wako tayari kukubali kufanya vurugu ili kupata fedha za kujikimu. Kila mmoja mwenye anafanya mabaya lazima apelekewe hatua ya kisheria. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ameahidi hatua kali dhidi ya wahusika, lakini wachambuzi wanauliza kwa nini hatua hizo zinaonekana kuchelewa? Na je, vyombo vya ujasusi havipati taarifa mapema au sheria haitekelezwi ipasavyo? Na je, Kenya inaweza kuzuia siasa za makundi ya wahuni kabla hazijageuka tishio kubwa kwa usalama na demokrasia ya nchi kuelekea uchaguzi mkuu mwakani? Hilo ni jambo la kusubiri. Huyo ni Leila Mohamed na tunakwenda kufahamu yaliyojiri kuelekea fainali ya kombe la dunia. Amefika hapa tayari Florian Kaija Getenset. Asante sana Skora, mambo yanazidi kwa moto. Naam. Kombe la dunia ni Hispania dhidi ya Argentina katika mchezo wa fainali wa kombe hilo la dunia. Jumapili hii jijini New York, Marekani. Hii itakuwa fainali ya 6 kwa Argentina baada ya 5 za awali ambapo ilishinda 3 za 1978 na 1976 na pia 2022, huku ikipoteza fainali 2 za 1990 na 2014 zote mbele ya Ujerumani. Nahodha Lionel Messi atakuwa anacheza fainali yake ya 3 huku akisaka taji la pili. Gwiji huyo alitoa pasi 2 maridadi kabisa dakika ya 85 na 90 ya mchezo na kuzaa magoli ya Enzo Fernandez na Lautaro Martinez baada ya kutanguliwa na England katika dakika ya 55 kupitia kwa Anton Gordon. Kisha mbinu za England za kujilinda kufeli mno. Ifahamike kuwa hakuna timu yoyote iliyowahi kutetea ubingwa wa dunia katika kipindi cha miaka 64 tangu Brazil ifanye hivyo mwaka 1962. Upande mwingine, kocha mkuu wa England Thomas Tuchel, raia wa Ujerumani, bado anaungwa mkono na chama cha soka cha nchi hiyo na anatarajiwa kubakia kibaruani kukiongoza kikosi hicho maarufu Simba watatu kwa ajili ya Euro 2028. Kichapo cha 2-1 mbele ya Argentina kinamaanisha kwamba nchi hiyo ilipoteza fursa ya kucheza fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1966 walipoandaa mashindano na kuibuka mabingwa. England sasa itapambana na Ufaransa kwa nafasi ya mshindi wa 3 kesho kutwa Jumamosi.
Nayo Argentina inakabiliwa na uwezekano wa kuchukuliwa hatua za nidhamu na FIFA baada ya wachezaji wake kusherehekea ushindi huo wakiwa na bango lililounga mkono madai ya nchi yao kuwa wamiliki halali wa visiwa vya Falkland. Mwaka 1982 vilipigana vita vya siku 74 kati ya England na Argentina kuania kuvimiliki visiwa hivyo kati ya Aprili na Juni na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 900, wengi wao wanajeshi wa pande hizo mbili. Tumalizie na michezo ni kwamba Arsenal inaandaa ofa ya takriban paundi milioni 34 kwa ajili ya winga wa RB Leipzig na timu ya taifa ya Norway Antonio Nusa, umri miaka 21. Mwisho dondoo za michezo asubuhi ya leo kwa Kuskola Kisanga. Florian, wengi tulikuwa tunaipa chapuo sana Argentina na Ufaransa. Bahati mbaya Ufaransa imeondoka, basi tumebaki na Argentina. Ufaransa wengi, wewe na nani? Mimi na wengi. Si wajui. Sija kujumlisha, wewe haupo. Shukrani. Amka na BBC. Habari kuu ni pamoja na Marekani imesema imeanzisha tena wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya Iran, huku Rais Donald Trump akionya Tehran. Lakini je, Kenya inapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu hali mbaya kiusalama kuelekea uchaguzi mkuu? Na mabingwa watetezi Argentina wamefuzu kucheza fainali ya kombe la dunia. Hii ni BBC. Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu, sawa na saa 1 na dakika 16 asubuhi Afrika Mashariki. Mimi ni Skola Kisanga. Twende sasa hapa. Mabingwa watetezi Argentina wamefuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1 katika mchezo wa nusu fainali uliogubikwa na mivutano. England ilikuwa ikisaka kufika fainali yake ya kwanza ya kombe la dunia katika kipindi cha miaka 60, ilianza kupata bao la kuongoza kupitia kwa Anton Gordon muda mfupi tu baada ya mapumziko ya kipindi cha kwanza. Hata hivyo, Argentina ilirejea kwa nguvu na kufunga mabao 2 mwishoni mwa mchezo kupitia kwa Enzo Fernandez na Lautaro Martinez, na hivyo kuendeleza harakati zake za kuweza kutetea ubingwa. Na ni rasmi sasa, Hispania itakabiliana na mabingwa watetezi Argentina katika mchezo wa fainali ya kombe la dunia utakaofanyika siku ya Jumapili. Na nini dakika 90 zitaeleza. Awali mwenzangu Omari Mkambara amezungumza na wachambuzi wa soka Musa Mwakisu na Mudrik Bukwa, anaanza kueleza England ilikuwa mawapi jamani. Ni mechi ambayo Argentina wameonyesha ubora. Namna ambavyo wamecheza kibingwa zaidi. Yaani toka wameweza kuruhusu bao, namna ambavyo walirudi kuonesha namna ambavyo timu ambayo inahitaji kupigania kikombe, namna ambavyo inapaswa kucheza, ndivyo ambavyo wamecheza kwenye dakika takribani 30. Wameshambulia sana, wameweka shindikizo kubwa kwenye lango la England kuwasababishia waweze kufanya makosa. Ndicho ambacho wamekwenda kukifanya England. Tazama namna ambavyo walikuwa wanajilinda kwenye mipira ya juu, mipira mingi. Safu ya ushambuliaji Argentina wamefanikiwa kuishinda wao. Lakini tazama kitu ambacho alikuwa anakifanya Enzo Fernandez. Toka kipindi cha kwanza alikuwa anajaribu kupiga mipira nje ya box, kitu ambacho kimekwenda pia kuwapa faida Argentina. Kwa hiyo ni mechi ambayo unawasifia zaidi Argentina kwa namna ambavyo wamekuja kubadilika baada ya kuruhusu bao. Lakini uwezi kuacha kumpongeza mlinda lango wa England Jordan Pickford. Amejitahidi kufanya kwa kile ambacho anaweza kuiweka timu salama, lakini bahati mbaya ama isivyo bahati imekwenda kuwa bora zaidi kwa Argentina ambao walikuwa wana uhitaji zaidi mchezo kuliko England kwenye dakika 30 zilizobakia, kwa namna ambavyo timu zote mbili zilikuwa zinacheza. Ni mechi ambayo matukio yoyote ambayo yametokea huwezi hata kuwapongeza Argentina. Wamekuwa bora kwenye dakika 30 za mwisho kwenda kumaliza mchezo. Musa, nini ambacho kimewamaliza kabisa timu ya taifa England? Kwa sababu walikuwa na wakati mzuri paka wanafunga goli. Baadaye dakika ya 80 huku na alikuwa anatuambia Kaijage kuna hiyo kama wanasema kama laana ya dakika 86 watu wanaanza kupoteza hapo. Hiyo laana pia ikawaingia kwa watu wengine ambao walikuwa wanaonekana wao sio laana sehemu yao, kwa sababu walikuwa wanasema dakika 86 zinafungwa timu za Afrika na hiyo ni laana ya Kiafrika. Sasa hii laana imeenda kwa vijana wa mfalme. Ni laana ambayo ilianza baada ya bao la England, kwa sababu mtazamo wa kiuchezaji wa England ukawa umebadilika, wakawa wanarudi nyuma. Kocha Thomas Tuchel
aliwaambia wachezaji wake warejee nyuma na kukabia kwenye eneo lao la mwisho, lakini kwenye maeneo yote haya ya pembeni walikuwa wanaacha mipira iweze kupigwa. Tazama mipira ya kona ambayo yote ilikuwa ikipigwa, Messi alikuwa akianzisha, baadaye anakuja anarudishiwa, anapiga cross. Kwa hiyo ni laana ambayo ilianzia kwa benchi la ufundi na wachezaji wa England wenyewe ndio wameweza kuwapa mchezo timu ya Argentina, lakini kama kocha Thomas Tuchel angeweza kujua kwamba hii ni timu ambayo haitakiwi kukabiwa katikati ya mwisho, yani kwenye kina, bila shaka angeweza kufanya kila alichokifanya dakika za mwisho za kumuingiza Ivan Toney pamoja na Marcus Rashford, kwa sababu ukimwangalia Harry Kane alikuwa amechoka, lakini ni yeye kocha kwa mtazamo wake, lakini kwa ujumla kuna makosa madogo ambayo aliweza kuyafanya kama mwalimu, na matokeo yake ameweza kugharimu timu kutokana na ule mtazamo wake kwa kile alichokuwa naamini kwamba kukabia kwenye kina kinaweza kikawanyima nafasi Argentina, lakini mipira mingi ambayo ilikuwa inatoka ikiwa wachezaji wa Argentina wapo huru. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe ameamua kujipiga teke na falsafa yake ya kujaribu kuamini sehemu ya wachezaji wake ambao aliowachagua, kwa sababu ukitazama kuna baadhi ya wachezaji walikuwa wamechoka, lakini mabadiliko yake yalikuja ni yale yale ya wachezaji wake ambao anawaamini. Lakini tumeona baadaye leo Ivan Toney amekuja kuingia wakati tayari jahazi limekwisha zama. Kwa hiyo ni yeye mwenyewe nafikiri atakuwa na cha kujibu, kwa sababu naamini baadhi ya watu nchini England, kuna baadhi ya wachezaji pia watakuwa wanaulizwa kwamba hawajacheza, kwa sababu hii game ilikuwa ni ya kucontrol, yani kwa sababu ukiangalia Anderson alikuwa tayari amepata kadi ya njano, uchezaji wake ulikuwa tahadhari. Sawa, kuna baadhi ya watu wanamuona Kobe Mainoo si mchezaji muhimu, lakini kwa namna ambavyo England walivyokuwa wanacheza, walipokuwa wanahitaji kucontrol mchezo, walikuwa wanahitaji kupata watu ambao wana uwezo huo. Tazama jinsi ambavyo Argentina walivyofanya. Mabadiliko yao yote yalikuwa ni mabadiliko chanya, yameingiza watu ambao wenye kutafuta mabao, na kweli wameweza kupata mabao, lakini Thomas Tuchel aliingiza wachezaji ambao wanakwenda kuzuia kwenye eneo la kina chake cha ulinzi. Magazeti ya leo, The Sun, The Guardian na vyombo vingi vya habari England vitaanza kubadilisha vichwa vya habari. Itakuwa kuuliza kwa nini hukwenda na Phil Foden, kwa nini ulimwacha Harry Maguire, mlinzi ambaye alikuwa hilo sio leo. Yani ni kitu ambacho kilizungumzwa baada ya kikosi. Sawa Omari, unajua nikwambie, kilizungumzwa baada ya kikosi kutangazwa, lakini wakasema muache kwamba kocha aende akafanya kile anachokifanya. Kwa sababu gani Omari? Timu nyingi zimekwenda na wachezaji wao bora kwenye ligi zao, lakini yeye Thomas Tuchel ameamua kwenda na wachezaji wake ambao yeye anawaamini, na watu wamemwachia afanye kazi yake kama kocha, na mwisho wa siku watu sio watakuja watamuuliza. Maana yangu ni kwamba sasa leo ndio pale ambapo kuna vitu walikuwa wanavisubiri watu wa England, kwa sababu akifanikiwa visingerudi kupigiwa kelele, lakini kwa sababu amefeli tunarudi kurudi kwamba kwa nini uliacha watu wetu bora. Kwa sababu Omari, tazama Enzo Fernandez ni mchezaji bora akiwa Chelsea, lakini ameitwa timu Argentina. Lautaro Martinez ameitwa, lakini selection ya Thomas Tuchel, kwa sababu hebu kama uliutazama mpira vizuri, hebu tazama England baada ya kufunga bao. Najua ulikuwa unazungumza na Bukwa, ukimuelezea Bukwa akizungumzia utaalamu ule, mimi nilikuwa nakusikiliza. Yani jinsi ulivyokuwa unamwambia, kwa sababu ulikuwa unaona kuna yani uwezi ukacheza kwa kuruhusu, unaona, mpinzani wako akufikie kwenye kina, kwa sababu Jordan Pickford ameokoa mipira mingi sana baada ya wao England kufunga bao. Kwa hiyo kwa maana kwamba England walikuwa na uwezo wa kucheza kama wangeamua, lakini kocha ndo aliamua wacheze vile. Kwa sababu Omari, tazama kona zote ambazo Lionel Messi alizokuwa anakwenda kupiga, alikuwa anaanzisha kwa mchezaji mwenzake ambaye yuko huru. Unajua Omari, huyu ni kocha. Kwa hiyo wao wameamua kutomuingilia, lakini mimi naamini hata wewe mwenyewe kuna baadhi ya wachezaji wana uwezo mkubwa wa kucontrol mchezo ambao wamewaacha, japo hatuwezi kusema kwamba ni sababu, lakini ndio kocha, kwa sababu ndo kapewa jukumu. Buku endelea. Omari, miongoni mwa vitu ambavyo mimi nadhani binadamu huwa pia tunasahau mazuri, kwa sababu unaweza ukambebesha mzigo mkubwa wa lawama Thomas Tuchel kwenye huu mchezo, namna ambavyo amepoteza, lakini kwangu mimi nadhani alikuwa na mpango mzuri. Baada ya kuweza kupata bao dakika ya 70 na kwenda dakika ya 80, unatakiwa kulinda kile ambacho uko nacho. Lakini namna gani ambavyo unakwenda kulinda kile uko nacho, unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako tayari muda wote. Tazama bao ambalo amekwenda kulifunga Lautaro Martinez. Kwangu mimi ni kosa la moja kwa moja kwa mchezaji Konsa. Tazama namna ambavyo ameruka. Lautaro yuko free, anaruka kichwa, yeye anaficha kichwa chake. Ile ni nidhamu mbovu ya kiulinzi
kwa mlinzi kwenye dakika kama zile. Lazima umfike mtu, uhakikishe kwamba mpira haumfikii yeye. Na hata kama ukimfikia, basi haui hatari pale ambapo umemfikia. Kwa hiyo unaweza kumlaumu mwalimu, lakini kwangu mimi binafsi mwalimu alikuwa na maono mazuri. Ila jinsi gani wachezaji wanakwenda kuyatafsiri yale maono, ndipo ambapo unahitaji kuwa na wachezaji ambao wako tayari muda wote kiwanjani kujitoa, lakini kuna wachezaji ambao wako tayari kuhakikisha kwamba hakuna jambo lolote linaweza likatokea kwenye lango lao. Lakini tumezungumzia hapa bao la Enzo Fernandez, namna ambavyo amelifunga. Amekuwa akifanya majaribio yale mara kwa mara. Mara ya kwanza amepiga mpira umeenda off target kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili amepiga mashuti kama yale mara 4. Mara moja limekwenda kuwapa faida Argentina. Lakini ukitazama namna ambao bao lenyewe lilivyofungwa, unapigwa kona fupi kwa Lionel Messi, unarudishwa tena mpira kwake, anakwenda kumpasia Enzo Fernandez. Ukitazama namna ambavyo wachezaji wa England wamejiposition, walishindwa kutengeneza ule ugumu hata wa kuweza kublock ule mpira, na mpira baadaye unapita unakwenda kuwa goli. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi Thomas Tuchel sina cha kumlaumu kwa namna ambavyo wamecheza toka hatua ya makundi hadi hapa ambako timu ameifikisha, lakini pia amekwenda kuandika rekodi ya kuwa kocha wa kwanza wa kigeni kuifundisha England na kucheza hatua ya nusu finali. Wachambuzi wa soka Musa Mwakisu na Modric Bukwa kwa pamoja wakizungumza na Omari Mkambara kuhusiana na mabingwa watetezi Argentina kufuzu kucheza fainali ya kombe la dunia baada ya kuifunga England mabao 2-1. Mechi hii mimi binafsi imenikumbusha mechi kati ya Ubelgiji na Senegal, wakati ule ambapo waliweza kujipatia goli dakika 86. Senegal kwa wanaongoza wakaenda taratibu. Sasa mimi nikajiuliza, kwani jinamizi la timu za Afrika lilienda kuikumba England ama vipi? Wacha tusubiri Hispania na Argentina Jumapili. Na hii ni kwa wale ambao wanaogopa kuchomwa sindano hospitalini. Sasa jaribio la kuwaruhusu wagonjwa kutoa sampuli ya damu bila kutumia sindano limefanikiwa kwa kiasi kikubwa kaskazini magharibi mwa Uingereza, na huenda likaanzishwa kote nchini humo. Kifaa kipya kisicho na maumivu kimekuwa na mwitikio mzuri tu miongoni mwa wagonjwa ambao wanaogopa kuchomwa sindano. Hii hapa taarifa ya Jill Dumigan inawasilishwa na Hamida Abubakar. Habari za mchana. Karibu, tuko kwenye kona huku mwisho Abi. Hadi hivi karibuni vipimo vya damu vya Abi vilisababisha kiwewe kwa kila mtu aliyehusika. Abi angekuwa na huzuni na wasiwasi sana, na angejikunja kama mpira na kujitupa sakafuni ili asiweze kukamatwa. Nilikuwa na uoga sana wa kudungwa sindano. Nilikuwa na hofu na huzuni. Watu wengi wenye matatizo ya ukuaji wa kiakili wanahitaji vipimo vya damu vya mara kwa mara kwa ajili ya matibabu, lakini wengi kama Abi wanaona mchakato huo kuwa wa kuogofya. Kuna watu wengi wamepitia kiwewe kutokana na vipimo vya damu na kwenda hospitalini kila mara. Wamekuwa wakichunguzwa kwa mambo mengi kwa miaka mingi. Kifaa hiki kinachojulikana kama TAP kimebadilisha kabisa hilo. Kinatumia kifaa cha kuvuta damu kutoka kwenye mishipa. Kuna tofauti. Je, TAP blood imeleta tofauti kubwa? Ndio. Teknolojia hiyo imekuwa ikitumika nchini Marekani kwa miaka mingi kama njia ya jumla ya wagonjwa wa vijijini kujipima, lakini mwanasayansi mmoja hapa aligundua kuwa kunaweza kuwa na suluhisho kwa watu kama Abi. Mpango huo sasa unavutia wengi kote duniani. Watu wengi wanaojitokeza kutoka maabara za kliniki, kutoka kwa wafanyakazi au wauguzi kutoka taasisi ya watu wanaokumbwa na changamoto ya afya ya kiakili, wafanyakazi wa afya ya jamii, madaktari wa kawaida na madaktari wa watoto kote nchini, na muhimu zaidi, baadhi ya mashirika ya kutoa misaada ya kitaifa ambayo yanania kusaidia kufikisha huduma hiyo kitaifa. Kwa hivyo tuna kazi nyingi ya kufanya, lakini ndiyo inaonekana kuwa na matumaini. Wametoka hapa wakiwa na tabasamu usoni mwao badala ya kulia. Imebadilisha kila kitu kwetu. Ndio. Ndani ya dakika 10 anaingia na kutoka, na anafurahi sana kuja. TAP blood inafurahisha sana. TAP blood inafurahisha sana. Nadhani ndio kauli mbiu ya maisha Abi kwa sasa, au sio? Wale wanaogopa sindano mmepata mkombozi. Taarifa ya Jill Dumigan iliyowasilishwa na Hamida Abubakari.